Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena hii niloipata siku njema ya leo kwa ajili ya kushirikishana nyinyi maneno ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Heri ya Krismasi. Amen. Tunamshukuru Mungu, Krismasi ilienda vizuri. Na leo hii kwa kweli nafasi ya kipekee sana niloipata. Najua leo ndo Jumapili ya mwisho kabisa katika mwaka huu. Na ukiona umepata nafasi ujue basi kuna kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nadhani wengi wananifahamu, kwa wale wasio nifahamu au wasio nikumbuka, kwa jina naitwa Joseph Mtasa. Nilikuwa masomoni lakini namshukuru Mungu amenisaidia nimepata likizo hii. Kwa hiyo likizo hii naitumia katika kumhubiri Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi bila kupoteza wakati takwenda moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Asubuhi njema ya leo. Somo takalojifunza siku njema ya leo. Jina la somo laitwa furaha kuu. Mwambie jirani yako furaha kuu. Furaha kuu. Na unajua juzi na jana tulikuwa tukisherehekea Krismasi na siku chache zijazo tunaenda kuingia ndani ya mwaka mpya. Kwa hiyo mwaka mpya wa 2016. Kwa hiyo bila kupoteza wakati nitafundisha habari za furaha kuu. Taangalia nusu tutakuwa kwenye habari ya Krismasi lakini tukiangalia na mwaka ambao tunauendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaangalia habari za kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua habari hizi bado zinaendelea kwa sababu Yesu Kristo ni kwamba amezaliwa ndani ya mioyo yetu, na hizi siku zilizopita tulikuwa tukijaribu kuangalia tukikumbuka kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na namna upendo wake ulivyo wa ajabu sana, namna alivyojishusha mpaka akaja kufa kwa ajili yangu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua zipo furaha za aina nyingi. Hata siku ya leo nafurahi ninavyowaona tena hivi, sikutegemea kama nitawaona tena, lakini kama nilivyoacha nimekuta watu mna furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefurahi hata kumuona mwanafunzi wangu Wivina Credius pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimemfundisha pale shuleni, nilikuwa mwalimu wake wa darasa. Alikuwa mwanafunzi mwenye tabia nzuri sana. Bwana Yesu apewe sifa. Si kwamba namsifia sana lakini ndivyo alivyokuwa. Kwa unajua furaha ziko za aina nyingi. Lakini na kuzaliwa kwa Bwana Yesu, Biblia inatuambia, taangalia kwenye Mathayo sura ya 2. Mathayo mtakatifu sura ya 2, tutaanzia mstari wa 1 tutaishia mpaka Roho atakavyotuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaanzia Mathayo sura ya 2 mstari wa 1. Sasa unajua habari za kuzaliwa kwa Bwana Yesu sana sana zimeelezewa zaidi na Mathayo pamoja na Luka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo yeye ameelezea wakati Yesu anazaliwa, watu waliopata taarifa wanaitwa mamajusi, amewaelezea, ndio tutakaoenda kuangalia habari zao kwa undani zaidi. Lakini Luka ukisoma kwa kitabu cha Luka hiyo sura ya 2, wakati anaelezea habari za kuzaliwa kwa Yesu, alielezea namna kulikuwa na wachungaji walikuwa huko kondeni usiku wamelala, malaika akatokea akawapasha habari. Kwa hiyo habari hizi ziko hizo sehemu mbili na kila mtu ameandika habari zake na kuna habari zilizojirudia kwa mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii tutaangalia sana habari za watu wanaoitwa mamajusi, namna walipopata hizi habari za kuzaliwa kwa Yesu. Mstari wa 1 Biblia inasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunaona moja kwa moja Biblia inatuletea picha ya watu fulani walikuwa wanaitwa mamajusi. Na ili neno mamajusi unajua hata zamani, hata mimi mwenyewe nilipokuwa nafikiria, unajua neno lenyewe lilivyokuwa mamajusi nilikuwa nadhani ni akina mama fulani ambao walikuwa wanaenda kuangalia habari za Yesu hizi.
lakini hao huenda walikuwa ni wakina baba, watu fulani. Na mamajusi ni watu ambao ni wataalamu katika kusoma habari za nyota. Kwa hiyo wanavyosoma nyota wanaangalia majira yatakuwa hivi, mwakani kuna kitu fulani kitatokea, nyota hii inaashiria kitu fulani. Kwa hiyo hao mamajusi walivyokuwa wakiangalia nyota, walikuwa wameshazoea kuangalia nyota miaka na miaka. Lakini kafika siku moja wanaangalia nyota wakasema, jamani, kuna kitu gani hiki ambacho kimetokea? Mbona tunaona nyota inaashiria kitu fulani cha tofauti? Sasa kitu hicho ni kitu gani? Habari zake mstari wa 2 Biblia inasema hivi. Hapo tuko kwenye Mathayo sura ya 2. Mstari wa 2 Biblia inasema, hawa mamajusi sasa wakauliza kwamba yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu walikuwa wametoka nchi za mashariki huko, huenda walikuwa labda ni Waarabu au ni watu gani wa mashariki huko mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huko walikokuwa, walivyoona nyota wakaona, hii nyota inaashiria kuna mfalme, na huyu mfalme si wa nchi nyingine lakini mfalme wa Wayahudi. Sasa ngoja sisi tufunge safari tuelekee tukamuone. Kwa hiyo ile nyota ikawa inawaongoza, wakaifuata ile nyota, wakafika mpaka sehemu fulani inaitwa Uyahudi penyewe ambapo ndo Israeli. Walipofika Israeli sasa wakaangalia ile nyota ikawa kama vile haiwaongozi vizuri. Sasa wakashindwa kuelewa, wakasema, jamani, hii nyota imetutoa huko nchini kwetu tulikokuwa huko mashariki ya mbali, tumekuja mpaka sasa tumefika Israeli penyewe, afu nyota haitupi ramani vizuri. Hivi sasa ndo tunaelekea wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakawa kama vile wamekata tamaa kidogo, ikabidi waanze kuuliza mawazo ya watu. Wakati mwanzoni nyota ilikuwa inawaongoza, nyota ikawatoa huko walikokuwa, nyota ikawaleta mpaka nchi ya Israeli. Nyota imewafikisha, Mungu amewasaidia mpaka wamefika, lakini sasa wamefika pale hawakujua kwa sababu nchi ni kubwa, hawezi kujua sasa tuelekee wapi. Tuelekee tuanze sasa. Walivyoona hawana ramani wakasema, ngoja tuulize watu. Wakaanza kuuliza watu, wewe mjo, hivi tumesikia kuna habari kwamba sasa. Mstari wa 2 Biblia inasema hivi, wakauliza kwamba yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Sasa wakati watu wanasikia akasema, mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa, mbona sisi hatumjui? Sisi tunamjua tu, sisi katika nchi yetu tuna mfalme mmoja anaitwa Herode. Huyo mnayesema amezaliwa sisi hatumjui. Labda cha kuwasaidia nyie, ngoja tuwapeleke wapi? Tuwapeleke ikulu, kwa sababu ikulu ndo kuna mfalme tunayemjua sisi. Ni mfalme mmoja anaitwa Herode. Kwa hiyo watu mwanzoni walikuwa wanaifuata nyota, walivyoona kama nyota inawachelewesha hivi, wakasema sasa ngoja tuanze kuuliza mawazo ya watu. Hapo ndipo tatizo likaanza. Jambo lilofanya wale watu wakawapeleka mpaka ikulu kwa Herode. Mstari wa 3 Biblia inasema hivi. Mstari wa 3. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe hao kwenye kuuliza hatimaye wakapelekwa mpaka ikulu kwa mfalme Herode. Walipofika kule kwa Herode akaanza kufadhaika, akasema, jamani, mmemwona kuna mfalme, mmemwona nyota kabisa, nyota hiyo inaashiria kuna mfalme amezaliwa. Sasa jamani, nitafanyaje? Kwa hiyo hata wale watu wakaanza kuhuzunika kwamba jamani, huyu mfalme atazaliwaje mfalme mwingine wakati mimi mwenyewe ninajua mimi ndo mfalme? Na unajua sasa enzi zile au nyakati zile ni kwamba si kama katika nchi zetu hizi. Unajua kama rais, labda mfano tulikuwa na Kikwete, akafanya awamu yake, alivyomaliza hata hajafa bado yupo hai mpaka sasa hivi yupo, lakini uchaguzi unafanyika, anaingia mtu mwingine madarakani. Sasa hivi yupo Magufuli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa Biblia inatuambia kwamba enzi hizo zamani kwamba ili mfalme mwingine aje aingie madarakani, either mpaka wewe ufe au mpaka uzeke kabisa kiasi kwamba uwe hauwezi tena kuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo mfalme mwingine anaingia. Herode akashangaa, mfalme mwingine huyu ametokea wapi? Mimi ndo mfalme peke yangu, na mfalme inabidi awe mmoja katika nchi. Sasa huyu mfalme mwingine, ngoja nitajua cha kufanya. Mstari wa 4 Biblia inatuambia hivi, akawakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Herode namna walivyomuelezea kwamba tumeona nyota, sijui nyota imekaa hivi, tumeifuata mpaka huku, kondo tumeuliza watu, wakatuelekeza mpaka tumefika ikulu kwako. Kwa hiyo kuna mfalme amezaliwa. Herode machali akamcheza, akasema, hapa huenda huyu aliyezaliwa ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.
hata wale mamajusi walichokijua. Mstari wa 2 Biblia inatuambia hivi, mamajusi walichotamka, mamajusi walisema hivi, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Mamajusi wao walijua kwamba huyu ni mfalme. Lakini Herode aliposikiliza maelezo yao kwa undani, Herode akagundua si tu kwamba ni mfalme, huyu ndiye Kristo mwenyewe. Kwa hiyo akawaita waandishi wake na makuhani, wale watu wanaojua maandiko ya Agano la Kale, akakusanya akasema, jamani, sasa hapa nimewaita ghafla, kuna kazi nataka nitafutie kwenye maandiko, Kristo atazaliwa wapi? Sasa kumbe ndani ya moyo wa Herode aliingiamo wivu kwamba atazaliwaje mfalme mwingine wakati yeye ndo mfalme. Kwa hiyo akatafuta kujua ili aje amwangamize huyu mtoto, amuue kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo hayo mpaka kutaka kuja kumuua Yesu yalianzia wapi? Kwa mamajusi. Hawa nyota ilikuwa inawaongoza maskini hao. Ikawatoa huko mbali, ikawaleta sawa, wamefika hapa, wakaona kama nyota haiwaongozi tena. Badala ya kuendelea kusubiri, badala ya kuendelea kuvumilia, wao wakasema, tuulize Bwana mawazo ya watu. Mungu ametuongoza, ameishia hapa. Hapa ndo mwisho wa akili za Mungu. Ngoja sasa tuulize na watu wanasemaje. Watu wakawapeleka mpaka ikulu kwa Herode. Sasa Herode akamwambia, okay, sasa ngojeni nitawaambia huyo mnayemtafuta alipo. Kwa hiyo akawaita waandishi wake, wakaanza kupekua maandiko, wakafungua kitabu cha Mwanzo, cha Habakuki, cha Sefania, cha Isaya, wakafungua. Kwa bahati nzuri wakayabahatisha maandiko. Mstari wa 5 Biblia inasema hivi, nao yani wale watu wakamwambia Herode kwamba katika Bethlehem ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Sasa haya maandiko kuanzia mstari wa 6 hapa wakaanza kunukuu maneno aliyoyaandika nabii. Ukichunguza kwenye nabii Mika, ndiye aliyetabiri kwamba Yesu atakuja kuzaliwa wapi. Maandiko yenyewe yanasema hivi, mstari wa 6 hapa ndo wananukuu. Biblia inasema hivi, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, na kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye kupekua kafungua kila andiko, na wakaanza kitabu cha Mwanzo, cha wapi, wakabahatisha maandiko fulani yameandikwa kwenye kitabu cha Mika kwamba huyu Kristo atakuja kuzaliwa kwenye mji fulani unaitwa Bethlehem. Kwa hiyo Herode akapata akili, akasema okay, kumbe atazaliwa Bethlehem. Mstari wa 8 Biblia inatuambia hivi, mstari wa 7, kisha Herode akawaita sasa wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota, akawapeleka Bethlehem, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumuona mniletee habari, ili mimi nami niende nikamsujudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Herode akaanza kupanga mikakati yake, akawaambia, sasa nyie kwa sababu nyota yenu imewaongoza, imewafikisha hapa, hamkuiamini hiyo nyota yenu, kwa sababu nyie mnataka mawazo ya watu. Sasa ngojeni niwapatie mawazo yangu. Sasa mshike njia, na mimi nimeshagundua kwamba Yesu atazaliwa Bethlehem. Sasa angalau tumeshajua kwamba ni mji gani, kuliko kuanza kuzunguka nchi nzima ya Israeli. Afadhali tumeshajua kamji. Yesu atazaliwa kwenye kamji kamoja kanaitwa Bethlehem. Kwa sasa nyie shikeni njia, mwende muulize sana. Yaani kila nyumba muulize. Mkishajua tu kwamba Yesu amezaliwa kwenye nyumba gani, mrudi mniletee habari, kwa sababu na mimi nataka niende nifanyeje, na mimi nikamsujudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Herode alikuwa na agenda yake ya siri, alikuwa na mambo yake moyoni ameficha, ili wakishamletea zile habari waje wamwangamize yule mtoto, wamuondoe kabisa. Kwa sababu yeye Herode, ijapokuwa aligundua kwamba huyu ndiye Kristo, akajaribu sasa kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngoja nikutabirie jambo moja. Unajua mipango yote alionayo shetani juu ya maisha yako haitakaa ifanikiwe. Amen. Haitafanikiwa. Sasa Herode ndivyo alivyojidanganya, akasema okay, sasa nyie mshike hapa kwenye njia, mwende kule mtakapoenda sasa, afu mje mniletee habari. Sasa Biblia inatuambia mstari wa 9 na wa 10 kwamba Biblia inatuambia mstari wa 9, nao waliposikia maneno ya mfalme wakashika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe maskini watu, ile nyota ilikuwa inawasubiri. Ile nyota ilisimama tu kwa muda iwaangalie
kama watu ni wavumilivu au hawana uvumilivu, au ni watu wenye haraka zao au watu wakoje. Ile nyota kwanza ikaenda ikasimama, inawaangalia watu. Je, watanisubiri au wataanza kutafuta akili za watu? Yani wataanza sasa kutafuta huku na huku. Yani unajua kuna mtu akiwa anaenda na Bwana Yesu, anamtegemea Bwana Yesu, ikafika sehemu fulani akaona kama mambo mbona hayaendi. Kwa mtu sasa, kumbe Mungu anakuwa ametulia tu, kwanza anamwangalia mtu, hivi mtu ananiamini mimi, nitamuongoza mpaka mwisho au vipi? Sasa watu uvumilivu kawashinda, wakaanza kuuliza watu, jamani nyie, eti kuna mfalme wa Wayahudi amezaliwa wapi? Ndo hatimaye wakapelekwa mpaka ikulu kwa mfalme Herode, na Herode akachukia. Na sasa hivi Herode ameshaanza mipango ya kuanza kumtafuta Yesu amwangamize kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa kumbe ile nyota ilikuwa tu inawasubiria. Ile wametoka ikulu tu hivi, nyota ikaanza na yenyewe safari, ikaanza kuwaongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile nyota ikawaongoza, na ikawaongoza wapi? Maandiko yametuambia mpaka alipokuwapo mtoto. Mtoto gani? Mtoto Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua siku zote ukimtegemea Mungu kwenye maisha yako, mipango yako, hata mipango ukiwa unaangalia mwaka kesho unavyokuja, mipango yako umeiset, ukimtegemea Mungu siku zote, Mungu atakuongoza kwenye njia ambazo zinakupeleka kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aweza kukuongoza kwenye njia ambazo zinakupeleka sehemu unapotea. Unajua mawazo yako, ukishaanza kutegemea akili zako, ukishaanza kuona Mungu anachelewa, hii nyota imenifikisha hapa, sasa mbona hainipeleki tena, mimi nachelewa na ratiba zangu na mambo yangu, ngoje sasa nianze kutafuta huko anasemaje, ni sehemu gani niende nifanye. Hautaki kumsubiria Bwana Yesu kwenye maisha yako, utaanza kujipeleka kwenye mambo yako wewe mwenyewe. Na mtu anaweza kafurahi, unajua bwana, tulivyouliza hatimaye tumeenda mpaka ikulu, sehemu kubwa, tukamwona mfalme. Lakini kumbe uweze kujua mfalme ndani ya moyo wake ana malengo gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wakaona nyota bwana chelewa. Kumbe maskini Mungu alivyo mwingi wa rehema, Mungu alivyo mwingi wa upendo, Mungu amejaa upendo na rehema na fadhili tele, akawaonea huruma. Mungu akusema sasa nyie mmetaka kuuliza mawazo ya watu haya, muende na huyo Herode wenu tuone kama atawafikisha sehemu yote. Lakini bado Mungu akawavumilia maskini watu. Kwa hiyo ile wametoka tu, Herode akamwambia sasa mshike njia mwende, mkishajua mtoto alipo mrudi mniletee taarifa. Ile wanaondoka tu, ile nyota ikaja ikawaongoza mpaka alipokuwapo Yesu Kristo. Mstari wa 10 Biblia inatuambia hivi. Mstari wa 10 mstari mzuri sana. Biblia inatuambia kwamba nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanatuambia kwamba sasa Biblia tu haikusema kwamba wakaiona tu ile nyota. Sasa kwa sababu mwanzoni walikuwa shakata tamaa, wakaona nyota iwaongozi tena, wakauliza mawazo ya watu, baadaye wakaenda mpaka ikulu kwa mfalme. Herode naye alikuwa anajibu. Herode akawauliza wakuu na makuhani na waandishi wakamwelekeza kwamba ni Bethlehem. Bethlehem wakaanza njia wanaenda. Huko kote hawakupata furaha. Lakini Biblia inasema walivyoiona ile nyota tena, na ile nyota iliwaongoza mpaka alipokuwapo yule mtoto. Biblia inatuambia kwamba walifurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si tu kwamba walifurahi, Biblia inatuambia kwamba walifurahi furaha kubwa. Na si tu kwamba ni furaha kubwa, Biblia inasema kwamba walifurahi furaha kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukimtegemea Mungu, ipo siku, ndio maana maandiko yanasema hivi kwa kitabu cha Yohana kwamba tukimwomba Mungu, Mungu atayajibu yale tumuombayo, ili furaha yetu iwe timilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe endelea kumtegemea Mungu, wewe endelea kumuomba Mungu. Usije ukasema labda nimeona kwenye huu mwaka Bwana Mungu kama vile amekwama, kwa hiyo mpaka ikifika mwaka kesho Mungu hajajibu mambo yangu, sasa na mimi nitaanza kutafuta njia zangu, nitaanza kujiendea mimi ninakoona. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe endelea, usikate tamaa. Akina Ibrahim, unajua Ibrahim na hata na hivyo mwanzoni alienda, Mungu akamwambia nitakupatia mtoto. Akaenda ikapita miaka 10. Baada ya miaka 10 akasema huyu Mungu huyu naona kama vile amechelewa, au labda Mungu kama vile amesahau kwamba ameniahidi. Akazaa mtoto mwingine kwa kupitia mke mwingine ambaye alikuwa ni mfanyakazi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu Mungu wetu, Mungu wa rehema sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwangalia Ibrahimu akamwambia, wewe Ibrahimu, unafanya vitu gani? Mimi nishakuahidia nitakupatia mtoto, wewe endelea kusubiri. Ibrahimu akaendelea kusubiri, kwa mtoto akazaliwa ule mwaka uliofuata. Kwa hiyo ikabidi Ibrahimu angojee tena miaka 15 mingine. Jumla ikawa 25 anasubiria mtoto mpaka akaja akapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unajua
ikifika sehemu kwenye maisha yako ukiona kama vile Mungu akuongoze, mbona labda changamoto ni nyingi, kuna matatizo mengi, ukasema hivi kweli hapa hivi niko na Mungu au labda nipoje, wewe jua kwamba Mungu yupo pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua maandiko yenyewe yanatuambia kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 5 kwamba Mungu ameahidi hata kuacha kamwe wala hata kupungukia. We yani ukishindwa kuelewa we kariri. Bwana Yesu asifiwe sana. We amini tu, yani usitake mpaka akili zako zielewe. We amini kwamba Mungu yuko pamoja na mimi. Unajua hata Daudi alipokuwa anapita kwenye mateso, sehemu moja Daudi akasema kwenye ile Zaburi ya 23 mstari wa 4. Daudi akasema kwamba nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya kwa maana wewe uko pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata ukiwa unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, yani ukiwa unapita kwenye maeneo ambapo unaona giza, unaona kama vile Mungu amekuacha. Sasa muda huu ambao unaona Mungu amekuacha, jua kwamba Mungu ndo yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuacha wala hata kupungukia. Kwa hiyo mamajusi ndo kosa walilofanya. Nyota ikawa naongoza, baadaye wakaona sasa hii nyota hii bwana umetufikisha hapa, haituelekezi. Baadaye nyota kuona kwamba tumeacha familia zetu huko, tumeshakuja mpaka hapa, tumechoka, hata tuelewi nani, hatujui tumuulize nani. Nyota imesimama tu, kwa ngoja sisi tuanze kuuliza mawazo ya watu. Wakauliza mawazo ya watu mpaka sasa ndio hivyo. Lakini baadaye Mungu, kwa sababu ni Mungu mvumilivu, yule Mungu wa Ibrahim ndiye aliyekuwa Mungu wa hawa watu wa hawa mamajusi. Baadaye ile nyota ikawaongoza tena. Na Biblia inatuambia walivyoiona ile nyota ikawapeleka mpaka alipokuwapo mtoto. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatuambia walifurahi furaha kubwa mno. Unajua hata habari hizi ukiziangalia, sasa hizi habari za wachungaji za kwenye Luka tutaziangalia zote, ila tuangalie mistari miwili tu. Fungua Luka sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Luka sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10. Hizi ni habari za wale wachungaji ambao na wenyewe waliletewa habari za kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Luka sura ya 2 mstari wa 9. Malaika aliwatokea, unajua ule usiku. Alafu Biblia inasema hivi, Luka sura ya 2 mstari wa 9. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Jambo la ajabu tunaliona. Yaani hao watu wametokewa na malaika, alafu bado wakaingiwa na hofu kuu. Je, wangetokewa na mapepo na manini sijui wangekuaje. Lakini malaika wakatokea, Biblia inatuambia wakaingiwa na hofu kuu. Mstari wa 10. Biblia inasema hivi, malaika akawaambia msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu malaika akamwambia jamani, kwanza msiogope, mimi nawaletea habari njema za furaha kuu itakayokuwepo kwa watu wote. Unajua hii ndo Luka sura ya 2 mstari wa 10, ambayo inafanana na hii ambayo tumesoma Mathayo sura ya 2 mstari wa 10. Sura na mistari vinafanana. Mstari wa 10 kwenye Mathayo 2:10 inasema hivi, nao walipoiona ile nyota wakafurahi furaha kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mpaka yule malaika ambaye aliwatokea wale watu usiku, yule malaika akamwambia kwamba jamani, kwanza jambo la kwanza malaika aliyosema, malaika akamwambia msiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale wanaofuatilia maandiko wanajua kwamba neno usiogope kwenye Biblia limeandikwa mara ngapi? Mara 365, sawa sawa na siku za mwaka. Kwa unajua hata tunavyoendea mwaka 2016 unaoanza, kumbuka kwamba kila siku ya Mungu anakuambia usifanyeje? Usiogope. Kwa ndo neno la kwanza malaika akamwambia wale kwamba jamani msiogope. Kwa nini? Akasema kwa sababu mimi malaika ninawaletea habari njema za furaha kuu. Si kwamba za furaha, si kwamba za furaha ya kawaida au furaha ya kwamba unajua ndo hivyo kama nilivyoambia kuna aina nyingi za furaha. Au wengine furaha zao ndo hivyo unajua watu wanadamu wanatafuta furaha katika mambo mbalimbali. Wengine labda furaha zao ndo hivyo anaenda uko beach akitembea anaona hapo amefurahia maisha. Unajua lakini hamna furaha kuu kama habari za Yesu Kristo kuzaliwa ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Yesu Kristo akizaliwa ndani ya moyo wako, yani unaanza sasa kufurahia ile furaha kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile furaha kuu ambayo Mungu ameiandaa ndani ya moyo wake inaingia ndani ya moyo wako wewe. Kwa hiyo huyu malaika akamwambia jamani, mimi naletea nyinyi habari njema za furaha kuu itakayokuwepo kwa ajili ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kila mmoja ana hii nafasi ya kupata hii furaha kuu. Tena malaika akasema kwa ajili ya watu wote, si kwa ajili ya watu fulani fulani au watumishi fulani. Ni kwa ajili ya watu
wote. Kwa kila mtu ana nafasi ya kuipokea furaha. Unajua ndo maana unajua Yesu Kristo aliacha utukufu wake na enzi na mamlaka huko mbinguni, akaamua kujishusha, akaja hapa duniani kwa ajili ya kwangu mimi na wewe. Ndio maana Isaya wakati anatabiri habari za Yesu kwenye Isaya sura ya 9 mstari wa 6, Isaya akasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Isaya akasema kwa ajili yetu sisi. Unajua Yesu hakuja kwa ajili ya vitu vingine. Yesu alikuja kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usizani kwamba Yesu sijui alikuja kwa ajili. Unajua labda kama mimi ningekuwa Yesu kwa mfano, yani labda ningekuja kwa ajili ya vitu vingine, lakini wanadamu mara wanatenda dhambi, wanatubu, unawasamee, wanakosea tena, wanatubu. Ndio maana tunatakiwa kuishi maisha ya toba hivyo. Lakini tunakosea. Lakini mfano ukiangalia maskini hata mimea huko nje, hata ukiangalia hata maua maskini hapa, maua mazuri kabisa. Maua haya hayana dhambi, hayana muda wa kumwazia Mungu mambo mabaya. Lakini sisi wanadamu yani sijui tukoje. Lakini hivyo hata kama tulivyo, maandiko yanasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kama labda ningekuwa Yesu hata ningekufa kwa ajili hata vipepeo vinapaa tu, vinafurahia maisha, vinamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa ajili yetu, unajua kiwango ambacho Mungu anatupenda, kiwango ambacho Mungu anataka tufurahie maisha. Unajua hata malaika wenyewe hawaelewi. Unajua miaka mingi sana iliyopita, malaika mmoja kule mbinguni aliyejulikana kwa jina la Lucifer alimuasi Mungu, akamkosea Mungu, akawa na kiburi, akataka kuwa kama Mungu, akasema sasa mimi nitakuja kuwa zaidi ya Mungu, mimi nataka sasa watu malaika hao waanze kuniabudu mimi nini na nini. Sasa baada ya Mungu akasema unasemaje? Mungu akamfukuza mbinguni na malaika wote waliomfuata akawafukuza, akasema tokeni hapa, ishieni huko. Walivyoishia ndo akapotea. Sasa miaka mingine baadaye, mwanadamu na yeye akaja akatenda dhambi. Mwanadamu alivyotenda dhambi, Mungu akasema nini? Na mwanadamu naye ametenda dhambi. Hakuna, haiwezekani. Lazima kwanza niitishe kikao. Mungu akasema malaika wote wa mbinguni, kwanza mnyamaze kwanza. Kila mtu anyamaze. Jamani, mwanadamu ametenda dhambi, mwanadamu amejitenganisha na mimi Mungu ninayempenda. Sasa jamani, hivi ni nani ambaye atajitoa? Kwa hiyo mbinguni, jeshi zima mbinguni pakakaa kimya. Jeshi zima la mbinguni likakaa linamsikiliza Mungu. Mungu anatoa mawazo. Mungu akasema jamani, tumtume nani? Ni nani atakaye kwenda duniani ili angalau apitie maisha haya nayo mpaka aje afe msalabani, hatimaye amkomboe mwanadamu, tumrudishe mwanadamu kwenye ushirika na mimi Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo ndo akajitolea. Amen. Lakini malaika wakaanza kujiuliza, hivi Mungu huyu, mbona zamani Lucifer mwenzetu alivyotenda dhambi hata Mungu hakuitisha vya kikao vya nini? Lucifer alivyopotea Mungu akasema atajijua, mwacha apotee. Lakini mwanadamu alivyopotea Mungu hakusema atajijua, Mungu alisema hamna vya kujijua. Lazima mmoja hapa atoke huku aende afe msalabani kwa ajili ya huyu mwanadamu apate kumrudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajua Mungu anavyotupenda, yani hata malaika wenyewe wanajiuliza wanasema, hivi Mungu mbona anawapendelea hawa kuliko sisi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni Mungu anatupenda sisi kupita maelezo. Kwa ndo maana habari za Yesu kuja ni habari za furaha kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo akufa msalabani kwa ajili ya mimea, sijui kwa ajili ya vitu gani au kwa ajili ya malaika. Hapana, hao malaika walitenda dhambi na dhambi yao ndio hivyo basi. Yaani Mungu Mungu alishawahukumu tayari. Wao walishahukumiwa tayari. Lakini sisi Yesu akaja akafa kwa ajili yetu. Ndio maana yule malaika akasema jamani, msiogope kwa sababu nimewaletea habari njema za furaha kuu. Unajua hii ni furaha ambayo yani hata unaweza ukapotelewa na kila kitu, lakini ile furaha yako bado inabaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata hapa wakati wanaimbisha wimbo wa kuabudu, asikia kuna sehemu fulani anasema kwamba unajua huyu Mungu wetu ambaye tunamwabudu hata kama asipojibu sawa na tulivyomuomba, unajua ile furaha yako bado inabaki. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba mpaka Mungu ajibu kila kitu sawa sawa na unachoomba, yani kila kitu sawa sawa vile vile. Kuna wakati mwingine Mungu ajibu vile vile, Mungu anajibu kwa tofauti, lakini bado unafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Si furahi ya hapa duniani ambayo inapotea hapa na pale, lakini ni furaha kuu. Kwa hiyo wale mamajusi wakati wanaenda wamekatakata tamaa hivyo, masikio wanasema sasa nyota imekuja ikatupoteza, lakini wakashangaa ghafla ile nyota ikawapeleka mpaka pale mtoto alipokuwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kilichotokea mstari wa 11,
Mathayo 2:11 Biblia inasema wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu na dhabihu na uvumba na manemane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unajua yani walipoingia pale wakafurahi, na Biblia inasema wakamuona mtoto pamoja na nani? Na mamaye. Unajua mtoto ndo lilikuwa lengo kuu. Biblia inasema kwamba wakamuona mtoto na mamaye na vitu vingine. Unajua ukisoma hii habari kwenye kitabu cha Luka anatuelezea vizuri, anatuambia kwamba siku hiyo kwanza waliingia kwenye mji huo usiku. Walikuwa wameenda kwa ajili ya kusajiliwa, kwa ajili ya kuandikishwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu mfalme aliitisha na nili kila mtu arudi kwao akaandikishwe. Kwa hiyo hao ndo wakawa wamerudi Bethlehem siku huo, na Mariamu hapo mimba yake ilikuwa imeshaendelea, siku zake za kujifungua zilikuwa zimekaribia. Kwa hiyo sasa jambo lilofanya wakajaribu kuuliza kwenye nyumba za wageni, jamani tutapata nafasi? Wakaambiwa hamna. Kuna nafasi hamna. Lakini Biblia inatuambia kwamba hatimaye wakapata nafasi wapi? Kwenye hori ya ng'ombe. Sehemu ambapo ng'ombe ndipo wanapokaa, ndipo wanaposhinda humo, ndipo wanapo kila kitu chao wanafanya humo, wanapokunywa humo, wanakojua humo, mahali pachafu pananuka nini. Lakini humo Yesu akachagua azaliwe humo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Yesu ni mwanadamu pekee ambaye alikuwa na uwezo wa kuchagua kwamba anataka kuzaliwa wapi. Ningekuwa mimi ndo Yesu nachagua ningechagua nizaliwa hata ikulu huko kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yesu maskini ya watu akajichagulia mwenyewe azaliwe kwenye hori ya ng'ombe. Kwa hiyo mamajusi siku hiyo wakati wanakuja, wakakuta maskini wapo kwenye hori ya ng'ombe. Wakashangaa, wako hapa, huyu ndo mfalme. Sisi tunajua tutamkuta sijui mfalme wapi, tumeshaenda ikulu mfalme yupo. Sasa hivi tumerudi kwenye hori ya ng'ombe ndo tunamkuta mfalme. Sasa Biblia inatuambia kwanza wakainama wakamsujudia, kwa sababu ile furaha ilivyokuwa kubwa ndani ya mioyo yao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Afu wakatoa na zawadi zao na uvumba na nini. Unajua ile furaha ya Mungu ikijaa ndani ya moyo wako, yani hautaangalia. Yani kuna mtu mwingine, labda mfano mtu anaweza akaja mahali hapa akasema, sasa mahali hapa jamani tunakuja hivi tunakaa chini, mimi siwezi kusalia hapa, ngoja niende zangu. Watu wa kwanza walisalia kwenye zizi la ng'ombe. Bwana Yesu apewe sifa. Sehemu ambapo vitu vinanuka. Sasa sehemu pazuri hivi, kuna maua mazuri, kuna meza. Nani aisha kuona meza kwenye zizi la ng'ombe? Meza nzuri imepambwa hivi. Haipo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Biblia inatuambia wakamsujudia, kwa sababu Yesu Kristo alikuwepo mahali pale. Unajua sehemu yote ambayo Yesu yupo, hata kama ni chini ya mti, uwepo wa Yesu ukiwepo mahali pale. Ndio maana Yesu Kristo wakati anatabiriwa majina yake, alitabiriwa majina mengi kabla ya kuzaliwa. Isaya alitabiri jina moja, akasema huyu atakapozaliwa ataitwa Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua uwepo wa Bwana ukishakuwa pamoja na wewe sehemu uliopo, yani unapata furaha. Haijalishi kwamba sijui unapitia kwenye mazingira gani. Kuna mtu mwingine hata akipitia kachangamoto kadogo tu, labda siku moja sijui labda amefukuzwa kwao, hata akaja akalala hapa, anasema mimi vya Yesu na viacha, sijui nimelala. Wewe watu walienda yani siku hiyo, hata tutakuja kuangalia vizuri habari zao, walilala humo kwenye zizi la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unajua ni ukiwa na ile furaha, yani kama Yesu kweli yuko ndani ya moyo wako, yani hakuna kitu ambacho kitazuia ile ibada yako kwamba usimfanyie Mungu ibada kwa sababu jambo fulani alipo sijui na nini. Ili mradi Yesu alikuwepo pale. Tena na Biblia ikatuambia wakamuona mtoto na mama yake. Unajua Biblia haikusema kwamba wakamuona mama na mtoto. Lengo alikuwa mama. Lengo lilikuwa ni mtoto. Kwa hiyo akamuona mtoto, afu na vitu vingine sasa ndo vikaongezewa. Alikuwepo na mama na baba na ng'ombe na vitu gani na ori na vitu gani. Hivyo hayo ni mengineyo. Lakini jambo kuu lilikuwa ni mtoto Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa hiyo kwenye maisha yako hata unavyoangalia mwaka unaokuja sijui mambo yatakuwaje, wengine wanasubiria vitu gani, wengine wanasubiria matokeo, wengine wanasubiria hivi na hivi, wengine wanasubiria kupata kazi sehemu fulani, sijui wameahidiwa huku na kule, wameahidiwa vitu vingi sana. Lakini unajua ukijua kwamba Bwana yuko pamoja na wewe, yani unakuwa na ile furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa na furaha ya ajabu, yani furaha isiyoelezeka, furaha isiyoneneka. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa Biblia inatuambia mstari unaofuata, mstari wa 12, nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine.
Kwa kwanza hapa tunaona kwamba Biblia inatuambia nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto. Kwa hiyo kama waliota ndoto, kwanza hapa tunapata jambo moja. Walilala hawakulala? Walilala. Au unaweza ukaota ndoto huku unaongea Yesu tumekuja kukuona nini, afu unaota ndoto huku unaongea, inawezekana? Kwa hiyo kama Mungu aliwatokea kwenye ndoto, maana yake walifanyaje? Walilala. Sasa swali, walilala wapi? Kwenye hori la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unajua ukiwa na hii furaha, yaani ukiwa na furaha kuu, si furaha ya mambo yaani unajua kwanza wao tayari walishajua. Tumeshasoma mstari wa pili, wao mamajusi wenyewe walitamka kwa vinywa vyao kwamba yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa hiyo alikuwa shajua kwamba huyu mtu ni mfalme. Sasa wewe umepata mwaliko wa kulala na mfalme. Yaani kwa mfano hata labda leo akija labda Magufuli mfano, amen? Magufuli si ndio rais wetu. Sasa wakasema labda Magufuli atalala hapa chini hapa. Sawa, yeye hajalishi mazingira, atalala hapa. Na ukapata nafasi ya kulala hapa pamoja na mfalme wa nchi. Hivyo utajisikiaje? Yaani utajisikia kama vile sijui umelala wapi. Yaani kwa sababu upo na rais. Yaani nafasi ya kulala na rais. Yaani kwanza hapa ninavyoangalia nyie pamoja na mimi mwenyewe sijui kama itawahi kutokea siku nikalala na rais. Sijui kama itawahi kutokea. Mpaka mbinguni sijui kama itakao kutokea. Labda mpaka Yesu huko tumsubirie. Lakini hapa duniani ukipata hiyo nafasi ujue ni nafasi kubwa mno. Kwa hiyo watu wamepata nafasi ya kulala na mfalme, alafu eti useme jamani hapa huenda hivi hamna chawa humu. Yaani hayo maswali hautayauliza. Wala watu walilala, kuna maarufu huko, kuna manini, lakini unajua kwa sababu walikuwa na furaha kuu. Kwa sababu lengo lao wameshamuona Bwana Yesu. Hawakuuliza sijui jamani hivi hamna magodoro hapa sijui nini. Kwanza hao watu walikuwa wamekuja ugenini, wamekuja kwa ajili ya kuandikishwa, wakatafuta huko nafasi wakakosa. Ndio hivyo angalau wakapata moka nafasi kwenye zizi la ng'ombe. Kwa akasema jamani tulaleni hapa ndio nyumbani, karibuni. Kwa hiyo wakalala pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unajua haijalishi unapitia sehemu gani, unajua ile furaha ikishakuwa ndani ya maisha yako, yani utaishi maisha ambayo sio ya kawaida. Sasa Petro akiwa anazungumzia habari ya furaha hii. Hebu angalia kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza mstari ule wa 8. Umeshapata? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 8. Biblia inasema hivi: naye mwampenda. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 8. Biblia inasema naye mwampenda, yani hapa alikuwa anaongea habari za Yesu. Kwamba naye mwampenda ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Petro alikuwa anajaribu kuwatia moyo wale watu ambao walimwamini Yesu baadaye, kama nyie mlioko mahali hapa sasa hivi ninavyowatia moyo juu ya Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa unajua yeye Petro, lakini Petro alipata nafasi ya kuonana na Bwana Yesu, yani kwa mwili wake kabisa hivi, kumuona, kumuuliza maswali, piga story, kuongea mambo mengine hivi na hivi. Kwa hiyo alipopata ile nafasi, sasa Petro anawaandikia watu wengine ambao hawakuwahi kumuona Yesu katika mwili. Anawaambia hivi, naye mnampenda ijapokuwa hamkumuona, na ijapokuwa sasa hivi hamuone katika mwili huu, lakini mnafurahi kwa furaha nyingi sana, kwa furaha isiyoneneka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ile furaha ambayo yuko ndani yetu, hapa Petro anajaribu kuifafanua, anasema kwamba jamani, hii ni furaha isiyoneneka. Yaani unajua ile furaha ambayo iko ndani yako, wala hauwezi ukainena au ukaielezea kwamba ni furaha ya aina gani. Ile inakuwa ni furaha tele imejaa ndani yako, mpaka hata unakuwa hauna maneno ya kutosha kuelezea kwamba jamani furaha yangu sijui niandike mwandiko gani, sijui niongee kwa Kiaya au kwa Kiingereza au kwa Kichina au kwa nini ili ieleweke, yani uweze ukaielezea. Kwa hiyo Petro mwenyewe anasema kwamba jamani, yani Yesu mnamfurahia kwa furaha isiyoneneka ijapokuwa mkumuona. Kwa unajua furaha ambayo iko ndani ya mioyo yetu ni furaha isiyoneneka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajalishi kwamba dunia tunapita kwenye changamoto za aina gani. Sasa kuwa na furaha haimaanishi kwamba siku zote ni starehe hivi. Unaweza ukapitia starehe lakini bado usiwe na ile furaha ya ndani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unajua hata mtu mmoja kwenye Biblia aliyejulikana kwa jina la Suleiman alijaribu kuwa na fahari zote.
alijaribu kuwa na kila namna, akawa na utajiri wa kila aina ambao hamna mtu, na Mungu mwenyewe alisema kwamba baada yako wewe hakuna mtu atakayekuwa tajiri kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Achana na sasa hivi hawa kina Bill Gates tunaosikia kina nani, lakini hakuna anayemfikia Suleiman. Mpaka Suleiman ilifikia kipindi kama sasa hivi tunavyoona kwenye nchi yetu, kuna mawe yamezagazaga huku mitaani, kila unapoenda unaokota mawe. Sasa hela sarafu kule kwao sasa ndo zilikuwa kama mawe. Yaani ukipita mtaani kwenye mji kuna hela zimetapakaa. Huo ndo utajiri aliokuwa nao Suleiman. Mpaka Suleiman ikafikia hatua akasema sasa ngoja nianze kuoa. Akaoa wake, akaongeza akafika 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, mpaka wakafika wake 1000. Lakini mwisho wa siku akayaangalia yote, akaandika yeye mwenyewe kwamba mambo yote haya ni ubatili mtupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua raha za hapa duniani, yani unaweza ukaenjoy kwa dakika moja, lakini baada ya muda yani unajisikia tena kuna ule utupu ndani. Yani hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaweza usiwe na kitu katika haya mambo ya nje, usiwe na kitu, labda hali yako ikawa chini, lakini huko ndani una furaha isiyoneneka wala isiyoelezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu mmoja, Mkristo mmoja, alikuwa kwanza Muislamu, sasa ni wa nchi za wenzetu, kwa nchi za Uarabuni huko, alikuwa Iran. Kwa hiyo sasa unajua zile nchi ni nchi za Kiislamu, na hata katiba yao ya nchi zinaongozwa kabisa Kiislamu kila kitu. Na wao wanaruhusu kuua mtu ambaye ni Mkristo. Ushakuwa Mkristo wanakutesa, wanakunyanyasa, wanakufanya nini na nini. Sasa mtu mmoja huyo akaokoka. Baadaye wakamkamata nini, lakini hapo alikuwa shakuwa na kanisa na hubiria watu wengi wanaokoka. Sasa wakamkamata. Juzi hapa. Sasa ambao ndo dunia nzima imeshangaa, imeshindwa kuelewa huyu ni mtu wa aina gani. Sasa wakasema tunakunyonga, kama haumkani Yesu tunakupatia nafasi wewe. Sema simtaki Yesu, namkana Yesu, sasa hivi Yesu na mambo yake kwenda huko, sasa hivi mimi narudi tena kwa Muislamu. Akakataa. Sasa wakasema tunakunyonga hadharani kabisa. Kwa hiyo watu wakaja kabisa wakamweka hapo hadharani, wanamnyonga, na wakamweka kitanzi kabisa. Kwa hiyo wakampanisha juu ya kama kistuli hivi, afu baadaye wanakisukuma, ndio hivyo ananing'inia mpaka anakufa. Na familia yake ikaja, mke wake na watoto wamesimama hapo pembeni. Sasa mpaka ile dakika ya mwisho sasa, na wakapiga picha mbalimbali wakazirusha kwenye mitandao huko. Sasa ndo nilikuwa na mimi naziangalia picha moja hiyo, yani wakampiga, alikuwa na tabasamu usoni mwake, mpaka ni watu wanashindwa kuelewa hivi mtu walikuwa wanamtania au mtu alikuwa kwaje. Yani na mikono nyuma walikuwa wamemfunga hivi, alafu hapa shingoni wamemwekea tanzi. Yani wao wakishasukuma ile sturi basi ndo unakufa hapo moja kwa moja. Kwa hiyo na mikono amefunga nyuma hapo, anaaga familia yake kwa mara ya mwisho. Anawaga hivi, jamani baharini, hivyo watoto sijui nini na nini. Sasa afu lakini usoni mwake kulikuwa na tabasamu la ajabu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hata mimi nilipoangalia ile picha kwanza nikafurahi, afu nikasikitika hapo kidogo, lakini nikafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mpaka mtu anawaga jamani kwa herini, jamani hamtaniona, lakini ile tabasamu aliona, yani ana uhakika na anakoenda. Yani moyoni mwake kumejaa furaha kubwa mno. Japokuwa ndo anamnyonga lakini bado anatabasamu. Yani mpaka unashindwa kuelewa hivi mtu anamnyonga au anampeleka safari ya huko nchi za Ulaya hapo anamrudisha. Alikuwa na furaha kubwa mno. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua hata Danieli naye wakati anapitia yale mateso nini, mpaka wakamtupa kwenye ile shimo la simba, Biblia inasema tundu la simba. Lakini walivomtupa kule, lakini bado ile furaha yake ilibaki mle. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani ilikuwa ndani ya moyo wake. Furaha unajua haitegemeani na vitu vya nje. Kwamba sijui umekula nini, unakunywa nini, unavani. Haya ni mambo yanayopita, lakini furaha kweli inaanzia ndani ya moyo kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo najua hata kama ukifika sehemu ukaona kama Mungu akuongozi kama wa mamajusi, wewe jua kwamba Mungu anakuongoza. Na hata mwaka tunaoendea mwaka 2016 utakuwa ni mwaka wenye baraka na amani tele katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua hata Paulo mwenyewe wakati akiwa anawaandikia watu hawa wa Filipi akawaambia, mstari tunaojua sana, wa Filipi 4:4. Wa Filipi 4:4 Paulo akawaandikia hawa wenzetu wa Filipi akawaambia hivi: furahini katika Bwana siku zote. Akarudi akasema tena nasema furahini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata wanasema kwamba mstari mkuu kwanza kwenye kitabu kizima hiki cha Wafilipi ndio hiyo, Wafilipi 4:4, kwamba furahi. Yani lengo kuu lilikuwa ni kufurahi. Anawaambia jamani furahini katika Bwana. Tena anasema furahini. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unajua ukiwa unaangalia vitu vya mbele, usiviangalie katika woga. Kwamba hivi kesho itakuwaje? Hivi kesho nitafanyaje? Nitakula? Ndio maana Yesu akasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtafanyaje? Mtazidishiwa. Kwa hiyo wewe usianze kujiuliza mwaka kesho ukifika nadaiwa hivi na hivi, yule akiniona atanipeleka wapi, atanishtaki. Yaani mtu anaangalia mambo ya mbele kwa hofu na mashaka na wasiwasi. Lakini wewe, Paulo anasema hivi, furahini katika Bwana siku zote. Paulo akusema wewe furahi tu siku ikishapita, ufurahi useme afadhali jana imepita. Leo sijui itakuwaje. Au ikifika leo unasema jamani sijui kesho itakuwaje. Kila siku wewe furahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata unajua unavyoangalia mwaka unaokuja, yani wewe uangalie katika furaha, useme Bwana amenitangulia katika mwaka ujao, Bwana atanipigania, Bwana ataniponya, Bwana atanisaidia, Bwana atanifanyia hivi na hivi. Yani Bwana kila kitu, yani kila kitu wewe mtazame Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utashangaa mambo yako yanayoenda vizuri. Kwa hiyo Paulo akwambia jamani, nyie cha kufanya, yani kama mnataka kufanikiwa, nyie furahini katika Bwana siku zote. Si kwamba labda siku nyingine za kuhuzunika, kwamba unakaa unahuzunika, unakuwa na wasiwasi na hivyo hofu na mashaka unaishi. Unajua ukiishi maisha ya huzuni, Yesu anakuangalia, Yesu anasema jamani. Yaani sawa sawa na mtu ambaye labda wewe ni mwanafunzi unasoma, afu mzazi wako akakulipia karo yote shule na kila kitu, michango yote akailipa, afu usiende shule. Yaani inakuwa ni hasara kwako, lakini hata mzazi anaumia jamani. Nimeshalipa kila kitu, alafu bado uweni. Sasa ndio Yesu amegaramikia furaha yako, furaha ambayo anataka uishi nayo, furaha ambayo anataka ukiwa unaangalia maisha mbele unayaangalia kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiangalie mbele kwa huzuni, kwani wewe angalia tu. Unajua hata maisha, kuna mtu mwingine anaangalia maisha ya nyuma aliyopita kwa huzuni, anasema jamani nilipoteza muda wangu, nilipotea. Wewe kama unataka kugeuka nyuma, wewe tafuta mambo yaliyokutia moyo, mambo yaliyokufariji, mambo yanayokuhamasisha, mambo yaliyokupatia furaha, ndio uyatazame ya nyuma aliyopita. Bwana Yesu apewe sifa. Usiangalie jambo lote kwa huzuni na kwa masikitiko na kwa nini. Wewe furahi katika Bwana siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Si furahi ya watu wengine wa duniani ambao furaha zao kufurahi ndio hivyo wanaenda kama jana magari yalikuwa yanapita yanatangaza jamani sijui na nini Christmas hii kuna madisco, disco sijui vitu gani wanatangaza. Yaani wao furaha zao zinategemea mambo maovu. Yaani asipotenda uovu wa furahi, mpaka kufurahi anywe mapombe alewe, hiyo ndo furaha yake. Lakini furaha ambayo anaiongelea hapa Paulo anasema jamani furahini katika Bwana, si furaha ambayo itakupeleka kwenye dhambi. Hata tena ukichunguza vizuri maandiko, kitabu cha Wafilipi ndo waraka pekee aloandika Paulo, ambao yani waraka mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa waraka wa Filipi hakuna neno dhambi, yani neno dhambi halipo kabisa. Lakini alikuwa anasisitiza tu habari za kufurahi. Jamani furahini katika Bwana hivi na hivi. Anawasisitiza habari za kufurahi zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ni furaha ambayo haitupeleki kwenye dhambi. So kufurahia mpaka utende dhambi hapana. Waraka wa Wafilipi, waraka pekee wa Paulo ambao hauna neno dhambi kabisa. Dhambi halipo kabisa. Lakini anasisitiza tu habari za kufurahi, na yani habari za kwamba furahini, hivyo ndio mambo anayosisitiza. Kwa unajua ile furaha kuu inayoletwa na Bwana Yesu ikiingia ndani ya maisha yetu, unajua vitu vingine tukiviangalia. Sasa ndo Paulo Petro wakati anasema kwamba furahi sio neneka, anasema hata kama tukiyatazama yale mambo mengine ya nje tunaona ni kama matapishi, yani yale hauwezi ukaona kama ni mambo yanayokupatia furaha, lakini Yesu kuwa ndani ya moyo wako ndio furaha isiyo neneka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo unajua ile furaha ndo hata ikawasababisha mamajusi wakalala pale. Sasa na kwenye kulala, yani mpaka Mungu akafurahia usingizi wao, mpaka Mungu akawatokea, Mungu mwenyewe akawatokea katika ndoto. Sasa tukiendelea hapo Mathayo 2. Habari hizi njema sana. Ukiendelea hapo Biblia inatuambia ule mstari wa 13. Biblia inasema na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana akamtokea Yusufu katika ndoto, akasema ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, mkae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hapa sasa wakati Mungu aliwatokea mamajusi katika ndoto, akamwambia jamani sasa nyinyi msikilize. Mmefanya makosa sawa, mkunisubiria kwamba niwaongoze mpaka nyote itakapoenda, lakini hatimaye ndio hivyo nimeshawaongoza. Lakini mmesababisha makosa makubwa sana kule ikulu kwa mfalme. Sasa cha kufanya,
wakati mnarudi msirudi kwa Herode huku kama alivyowaambia, kwa sababu aliwaambia kwa ila, kwa sababu anataka amtafute mtoto amwangamize. Nyie wakati wa kurudi mtafute njia nyingine, muendezeni huko mlikotokea. Mmeshamuona Yesu, haya inatosha. Msirudi tena ikulu, muache, mimi najua nitakachofanya. Kwa hiyo wakati Mungu anaongea na mamajusi kwenye ndoto, Mungu akamtuma malaika, akamtokea na Yusufu katika ndoto. Malaika akamwambia Yusufu, sasa ukiamka hapa, huko kuna harakati zimeanza huko. Mtoto anatafutwa. Hawa mamajusi wamekuja hapa, lakini kuna kundi jingine huko linakuja taratibu linamtafuta mtoto limwanga. Kwa hiyo mchukue mtoto mkimbilia Misri. Kwa akakimbilia huku kwetu huku Afrika. Misri ipo kwenye bara letu la Afrika. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua hata Mungu mbinguni anatambua kwamba bara la Afrika ni angalau lina utulivu na amani kuliko mabara mengine. Kwa akasema mshike mtoto mkimbilia huko mkajifiche, kwa sababu hapa mtoto anatafuta muangamize. Kwa hiyo Herode kwa mawazo yake akajua kwamba ijapokuwa alishajua kwamba huyu ni Kristo, lakini akataka muangamize. Akasema kumbe huyo ndo Kristo. Sasa tutaona kati ya Kristo na mimi nani ni nani. Kumbe lakini mipango yake yote haikufanikiwa, kwa sababu Mungu alikuwepo pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu akiwa pamoja na wewe, mipango yote alionayo au atakayokuwa nayo Ibilisi juu ya maisha, hakuna mpango wote utakaofanikiwa, kwa sababu Bwana yuko pamoja na Daudi akasema, kwa sababu wewe Mungu uko pamoja, mimi sitaogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hautakiwi kuogopa hata ukikutana na nini. Yaani ukiamka asubuhi wewe tujue kwamba Bwana anakuambia siku hiyo usiogope. Kwa hiyo hiyo siku wewe itazame kwa furaha, anza kufurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama yani wakati unapoona sasa changamoto, sasa ushauri naokupa, yani wakati unapoona changamoto ndo zimezidi, huo ndo wakati wa kufurahi zaidi. Si wakati wa kuanza kukaa na kuhuzunika sababu Bwana umeniacha, Bwana umenitupa, Bwana nini, kwa nini nimezaliwa huku. Yaani unaanza kutengeneza maneno hata ambayo hayana maana. Wewe tumia ule muda kumshukuru Bwana. Sema kwamba kama maneno ya mtunga zaburi mmoja aliwahi kusema kwamba Bwana nasema asante kwa sababu siku ya leo wewe ndio ulioifanya. Anasema mshukuru Bwana kwa maana siku ya leo ni Bwana ameifanya. Tena Zaburi ya 92 mstari wa kwanza anasema ni jambo jema kumshukuru Bwana wakati wa asubuhi. Yaani ukiamka asubuhi mshukuru Bwana kwa ajili ya siku nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio unawaza tu madeni hivi na hivi. Wewe mshukuru Bwana kwa ajili ya kile kitu, kwa sababu yeye ndiye ambaye yuko pamoja na wewe, ndiye atakaye kupigania, ndiye atakaye kuongoza na ndiye atakaye kuwa pamoja. Yaani kila jambo unalofanya yeye atakutangulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 16 naruka mpaka wa 16, Biblia inasema kwamba ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhiakiwa na wale mamajusi, akaghadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehem na viungani mwake, tangu mwenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Herode akaanza operation ya kuua watoto. Sasa akasema kuanzia watoto wa miaka 2 na wengine wote kurudi chini. Kwa hiyo akija mama, mjambo, katoto kako kana miaka mingapi? Sema kana mwaka 1. Wanakachinja. Wanaenda sehemu nyingine, jamani katoto kako na katoto kazuri, kana miaka mingapi? Ukisema kana miaka 2, yaani kuanzia miaka 2, mwaka 1 na miezi, wote wanawaua. Unajua kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa kunafanana sana na kuzaliwa kwa Musa, mtumishi wa Mungu Musa. Musa naye alivyozaliwa, yule mfalme wa kule Misri alikuwa anaitwa Farao kwa muda ule, akasema kwamba sasa hawa watu wanakuwa wengi na wana nguvu, huenda ipo siku watakuja watutawale, kwa hiyo tuangamize watoto wote. Kwa hiyo wakati yuko kwenye mipango ya kuangamiza wale watoto, kumbe muda huo ndio muda ambapo Mungu alikuwa amemtuma mtumishi wake kwa ajili ya kuwakomboa Israel. Bwana Yesu asifiwe. Akawa amemtuma Musa. Kwa hiyo sasa wakati ile operation ya kuua wale watoto inaendelea, lakini Musa alikuwa amefichwa na mamake kwenye kasafina kazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunajua kwamba safina ni Bwana Yesu. Amen. Unajua maisha yako yamefichwa ndani ya Yesu Kristo. Hata shetani akutafuta vipi hata kupata. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua atajaribu hivi na hivi, lakini mipango yote alionayo, hata unajua umefichwa. Biblia inatuambia tumefichwa pamoja na Kristo. Tumefichwa ndani ya Mungu mwenyewe. Amen. Yaani kwa hiyo wewe usiogope. Unajua shetani shetani jambo ambalo anaweza kufanya kwako, anakurushia hofu. Yaani kama mbwa ambaye yupo kwenye
kwenye zile keji zake, zile yani vile vibanda vile amefungiwa, lakini anapokubwekea mpaka unaogopa kupita. Unasema jamani mbwa huenda akaruka. Lakini shetani anajaribu kukupatia hofu. Anakupatia hofu. Sasa na wewe ukiogopa, ukikaa pembeni, basi unatulia. Shetani anasema, "Yes, huyu nimemweza." Lakini shetani anajua kwamba wewe umefichwa ndani ya Yesu Kristo. Amen. Wala yeye hawezi, yani anakusearch kwenye mitambo yake yote katika ulimwengu wa roho, hawezi kukupata kwa sababu umefichwa. Ndivyo na Yesu ilivyokuwa. Mungu unajua siku zote anamtangulia shetani, anamtangulia akili. Amen. Kwa hiyo wengine wakapata hayo matatizo, lakini kumbe aliyekuwa anawindwa ni Yesu. Lakini Yesu peke yake akapona na akawa salama. Kwa hiyo jua hata katika mwaka unaokuja, usizani kwamba huenda mwaka huu ajali zimenikosa. Mwaka ujao sijui kama nitaumaliza kwa kweli. Yaani ukishaanza kuwa na mawazo hayo, angalau shetani anakuona umenyongonyea na furaha, anasema yes. Wewe usiwe na hayo mawazo, jua kwamba sema Bwana yuko pamoja na mimi siku zote, maisha yangu atanipigania, atanilinda, atanisaidia. Yeye ndiye Bwana, ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wewe kiri maneno ya uzima. Amen. Kiri maneno ambayo ni chanya, maneno ambayo yani yanaongeza hata uzima, kwa sababu maandiko yanatuambia kwenye Yohana 10:10 kwamba hiyo ni kazi ya shetani. Shetani anapokuja, anakuja kwa ajili ya kuiba, kuchinja na kuharibu. Lakini Yesu alikuja ili uwe na uzima na kisha uwe nao tele. Yesu alikuja ili uwe na furaha na kisha uwe nayo tele. Yesu Kristo anataka uwe na mambo mazuri tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maisha yako yanapojaa furaha, hata Mungu mwenyewe anafurahia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndo maana hata Musa kwenye siku moja katika maisha yake aliwaambia wana wa Israeli, wakati Musa anakaribia kufa, akamwambia jamani, huyu Mungu huyu atakuja kuwaletea nabii kama mimi mnavyoniona, ambaye atakuja kuwaongoza watu wake Israeli. Ndio Yesu sasa akaja. Yesu amekuja kwa mfano kama vile Musa alivyowakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani kule Misri, ndivyo Yesu alivyokuja kutukomboa sisi kutoka kwenye utumwa wa kila aina. Hata malaika kabla Yesu hajazaliwa, unajua malaika alimtokea Yusufu kwenye ndoto hivyo, akamtokea tena akamwambia, kwa sababu kipindi hicho Yusufu alikuwa anataka amwache Mariamu. Akaona Mariamu sasa ana ujauzito, alafu bado hatujaona, ngoja kwa sababu ni mtu wa haki, ngoja nimwache tu mimi nijiondoke zangu. Malaika akamtokea akamwambia, usimwache Mariamu kwa sababu mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kwenye Mathayo 1:21 malaika akamwambia hivi, akamwambia Yusufu kwamba huyu mtoto utakayemzaa utamuita jina lake Yesu, kwa maana ndiye atakayewakomboa watu wake pamoja na dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu unajua alikuja kutukomboa kwenye utumwa wa kila aina. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unajua hata kwenye mwaka huu tunapoangalia, wewe angalia tu habari za kwamba Mungu atakusaidia, Mungu atakufanikisha, Mungu atakaye kuvusha. Kwa hiyo usikate tamaa. Hata kama ulikuwa kwenye maombi, wakitangaza maombi, wewe zidi kuchochea, zidi kukazana katika maombi. Amen. Usije ukakata tamaa ukasema sasa hata na maombi yenyewe Bwana ngoja niache. No, wewe zidi kuendelea, utashangaa Mungu atakavyokubariki na kuzidi kukupigania. Amen. Tumalizie na andiko moja la mwisho kabisa kutoka kitabu cha Wagalatia 4:4. Tunapomalizia, angalia Wagalatia 4:4. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 na wa 5. Biblia inasema, Wagalatia 4:4, Biblia inasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa Biblia inatuambia kwamba hata Yesu Kristo alivyokuja kuzaliwa kwa ajili yetu, si tu kwamba Mungu alishangaa Yesu ameshazaliwa. Biblia inatuambia hata ulipowadia utimilifu wa nyakati. Yaani Yesu alizaliwa wakati sahihi aliokusudia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na Mungu akakusudia hata na sisi tuje tumtumikie katika kizazi hiki, tuje tumtumikie baada ya yeye kuja. Sasa hata nilikuwa najiuliza, maskini kama hata ningezaliwa miaka hiyo hata kabla Yesu hajaja, hata ujui kwamba kuna vya Yesu, ujui kuna vya nini, upo tu uelewe. Lakini sisi Mungu alitupenda sana. Unajua utimilifu wa wakati ulipofika, Mungu akaona ngoja nimtume Yesu Kristo. Kwa hiyo akamtuma kwa wakati wenyewe ambao alikuwa ameshakusudia, ili sasa sisi tupate kufaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale mambo yote ambayo Yesu alileta uzima, Yesu alituletea amani. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hata unajua wewe ukiangalia mbele mwaka, angalia kwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata wakati wa uchaguzi watu walikuwa wanatabiri. Unajua hata nilikuwa nikifuatilia hata vitu vingine kwenye mtandao, nasoma sasa kwa sababu nilikuwa nje ya nchi, niko nasoma hapo Uganda. Sasa wakati wa uchaguzi mambo mengi tulikuwa tunafuatilia kwenye mtandao tujue huko nchi inaendeleaje, uchaguzi utakuwa kuaje. Kwa wakati tunafuatilia watu wakaanza kutabiri uchaguzi huu, Mungu amenionyesha sijui kuna vita vitatokea, sijui vitu gani. Mimi nilipokuwa nikivisikia hivyo vitu na viondoa. Yaani kwa sababu kusikia habari, sasa nikasema jamani, hivi tumeomba kabisa, tumemuomba Mungu, tumefunga Mungu asaidie nchi yetu iende vizuri kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Alafu leo mtu analeta habari mimi nilikuwa gana viondoa. Ila wengine walikuwa wanavisikiliza wao. Mimi kwa sitaki kuvisikia. Kwa lakini kwa sababu mimi nilikuwa najua kila siku tulikuwa tunaiombea Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajua wewe yani umetafuta vile vitu ambavyo ni vya amani. Bwana Yesu asifiwe. Hata mwaka unapoangalia mbele, jua kwamba ni mwaka Mungu ameandaa amani kwa ajili yako. Mungu yani mipango, Biblia inasema hivi kwenye Yeremia 29:11, Mungu anasema najua mawazo ninayokukuwazia wewe kwamba ni mawazo ya amani, kukupatia tumaini hata wakati wa mwisho. Mungu hakuwazii mawazo maovu. Mungu hawazi kwamba huyu mtu koja atakufa, watamkatakata, atakufa kwa ajali, atapinduka, atavunjika, atatoka miguu, katika mgongo. Mungu anayo mawazo kabisa. Amen. Hayo mawazo yanavyokuja kwa ajili yako wewe akatae. Unajua Yesu Kristo hata wakati anatabiriwa na Isaya huyo akasema mmoja kati ya majina mengine ambayo Isaya alimpatia. Akasema huyu ataitwa Baba wa milele, Mungu mkuu, lakini jina moja akasema atakuwa ni mfalme wa amani. Amen. Yesu ni mfalme wa amani. Yesu ametuletea sisi amani. Kwa hiyo vile vile Mungu anatarajia hata katika mwaka huu ambao tunauendea, amani ijae kwenye familia yako, amani ijae kwenye maisha yako. Na Biblia inasema kwamba amani inayopita fahamu zako iwafunike. Amen. Si tu kwamba ile unajua kuna amani nyingine ambazo zinalingana na fahamu zako, ambazo unakuwa umeshaelewa mazingira. Kumbe itakuwa hivi. Mfano labda hata wale ambao walikuwa wanafikiria jamani, mwanangu anaenda kwanza sekondari, mwanangu mwaka kesho anaenda hivi na hivi, nitapata wapi karo? Kwa bahati nzuri Magufuli ameshatangaza elimu ni bure. Kwa hiyo angalau unapata amani kwamba angalau sitahangaika. Sasa hiyo ni amani inayolingana na fahamu zako. Hiyo amani umeshaielewa. Kwamba sasa kuna vitu vingine ambavyo akili haielewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata kama akili haielewi, sasa hapo mwanadamu anapoishia ndipo Mungu anapoanza. Kwa hiyo hata amani inayovuka fahamu zako, amani ambapo unaona kabisa hapa haiwezekani, hapo ndipo Mungu anataka wewe pamoja na wewe. Amen. Mungu anataka wewe pamoja na wewe kupigania kusaidia. Yaani kila kitu alichokileta Mungu anataka ukifaidi. Amen. Kwa hiyo hata na mwaka huu unaoendea, wewe uangalie kwa matumaini, jua kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, atakupigania na atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame, tutakwenda kuomba ili Mungu apate kutusaidia na kutupigania.